Yo, mambo vipi watu wangu? Mimi naitwa You Know My Name, right? It's been a minute na nimewamisi sana but right now tumerudi kwa nguvu kubwa sana na it's gonna be back to back. Huu mwaka mtanichukia sana kwa content. Anyways, bila kupoteza muda, sawa, acha niangalie kitu changu hapa. So shout out to TBC na mwanangu Unyayo wa Kambale, Maushapu, unajua So Ijumaa nilikuwa na interview hapo TBC. Ijumaa nilikuwa na interview TBC na ilikuwa ni interview noma sana. To be honest, ilikuwa ni interview noma sana. So moja kati ya story ambazo tulipiga TBC ni kuhusu hii podcast yangu ya mistari na vitu kama hizo. Sasa kuna swali moja bwana, nikaulizwa bwana na mwanangu mwenyewe Unyayo wa Kambale, bwana Sean Khalifa. Sean Khalifa aliniulizaje? Sean Khalifa aliniambia nitaje top 5 ya marapa noma kwa diss song Tanzania. Sawa. So mimi nilikuwa na list yangu ambayo sikuitaja kwa order, lakini kulikuwa na wasanii watano. Namba 1 nilisema ni Max Cortez, nikamtaja Disaster Vina, nikamtaja P Mawenge, nikamtaja Rapture na nikamtaja Motra. Sawa. Sean akaniuliza vipi kuhusu Nicki? Nikasema Nicki, yes, I mean no disrespect. Kwenye issue ya beef kama sports, pengine Nicki angeweza kuingia kwenye top 5. Si ndio? Lakini sijamweka kwenye top 5 kwa sababu disi zake hazina impact comparing na watu watano ambao nimewataja. Sijamweka mbishi kwa sababu hao watu ambao nimeweka hao disi zao zimekuwa na impact fulani. Na tunajua mbishi, I mean no disrespect kwa Nicki, lakini ile ya P ilikuwa ni futi sita, ilikuwa si mchezo, ilikuwa ni futi sita kweli kwa Nicki, yani ile kiukweli tukizungumzia beef kama sports. So anaweza akawepo kwenye top 10, pengine angekuwepo hata kwenye top 5, lakini sidhani kama kuna diss ya Nicki ambayo imekuwa na impact compare na Max na watu wengine, Disaster, Rapture na Motra. Okay. Sasa Nicki alinicheki DM. I don't know kama alipendezwa au hakupendezwa, I don't really know, but mimi I said what I said. Au vipi? Alinicheki, of course akanipa facts zake. Najua kwamba disi zake nikisema kwamba hazina impact, I make sense. You get what I mean? Disi zake zilikuwa na impact kubwa sana kwenye community ya hip hop na vitu kibao ambavyo tuliongea ambavyo vingine sitaki lakini all in all ni kwamba Nicki alinicheck na alikuwa na vitu vyake binafsi vya address kwenye hicho kitu ambacho mimi nilikiongea. Na kwenye comment, kwenye hiyo post kumekuwa na comment nyingi sana za watu, wengine wakiwa wanakataa kitu ambacho mimi nimekizungumza, wengine wakiwa wanataka niwaambie exactly ninavyosema impact na maanisha nini, walikuwa wanahitaji kuelewa na vitu kama hivyo. Shout out to Nasru Juma, aliniuliza kama naijua ngoma ya Nicki inaitwa Where My Crown At. Of course naifahamu vizuri sana. Kuna huyu jamaa anaitwa Wiz Mago alisema bwana, kwenye diss mbona mnamwandarate Young Killer au mnajizimaga data wakuu. Huyu jamaa nilimjibu vizuri sana kumwambia kwamba mimi siwezi nikajibu swali nikamfurahisha kila mtu. At the end of the day, hizo ni opinion zangu. Nimeulizwa watu watano, nimewataja watu watano. So kama sijamweka mtu ambaye wewe unataka kumsikia sijamweka, usikatch feelings. Hiyo ni list yangu. Wewe pia unaweza ukacreate list ya watu wako, because mimi siwezi nikatoa list ambayo itamfurahisha kila mtu. You get what I mean? At the end of the day, I'm just a normal human being. Kuna mwingine anaitwa Atilio Frank, alisema kwa mara ya kwanza anapingana na wewe kwenye swali hili, unasema nikimbisha na diss track yenye impact. Of course, sasa this is what kitu ambacho nilikimaanisha. Sawa, na mheshimu sana Nicki. Na siko hapa kuongelea hiyo issue kwa sababu nahitaji clout. Mimi sihitaji clout. Mistari si kwa ajili ya clout. Kazi yetu
kutoa knowledge na kumake sure kwamba tunaongeza value kwenye kila kitu ambacho tunakizungumza kuhusu mistari ya wasanii. Now it's my turn. Give me my fucking clout. Give me my fucking clout. Lakini pia sisi sio machawa. Sehemu ambapo tunahisi kuna kitu tunahitaji kukiaddress, tutakiaddress. Kiwe kinamkera mtu, kiwe akimkeri mtu, because kama nilivyosema, hauwezi ukafanya kitu cha kufurahisha kila mtu. Voice note ya Nicki ambayo amenitumia DM, alisema kwamba disi zake zinakuwa na impact kwenye community ya hip hop. Twende taratibu. Kuna kitu kinaitwa battle rap na kuna diss track. Hivi ni vitu viwili tofauti ambavyo wakati mwingine vinaweza vikawa vina maana ambazo zinashabihiana. Tukiwa tuna judge battle rap, tuna judge skills. Yani kwenye battle rap hawezi tu ukaja ukasema kwamba wewe sio noma, mimi ni noma, umenisoma, na hiyo ni work. Kwenye battle rap tuna judge skills. Yani unambato mtu lakini lazima uonyeshe uwezo wako wa kutumia maneno, skills wise and everything. Sawa. Inapokuja kwenye diss track ni bomb. Distraction, disrespect. Unajua ile, yani unamchana mtu mpaka watu wenyewe wakisikia wanasema kweli hapa fulani amechanwa. Though definition zake na battle rap zinaweza zikaingiliana. Sijui kama tunaelewana. Diss za Nicki mara nyingi huaga zinabaki kuwa kama battle rap. Like ukisikia diss ya Nicki iko na nondo nyingi lakini hakunaga impact. The only diss ya Nicki ambayo naweza nikasema imeshawahi kuwa na impact kidogo, maybe Babu Talent, ambayo ilikuwa inakwenda kwa Babu Tale. Hiyo ni diss ambayo ilitoka nje ya community ya hip hop ikaenda mpaka mitaani. Do you understand? Lakini diss zake nyingine nyingi zilikuwa zipo ndani ya community ya hip hop, hazikutoka nje ya mipaka ya community ya hip hop. Hauwezi ukakompea na kitu ambacho Max ameshakufanya, kitu ambacho Disaster ameshakufanya, kitu ambacho Pima wengi ameshakifanya kwa Nicki mwenyewe Futi Sita, kitu ambacho Rapture ameshakifanya, kitu ambacho Mocho the Future ameshakifanya. Mimi pia nina diss noma sana na Malkia wa Nguvu, Past the Future, lakini kwa nini sijajiweka kwenye list? Ni kwa sababu yes, diss yangu ilikuwa ni noma. Ukisikiza ni kweli ni noma. Nimemjibu Mocho noma, lakini the impact ilikuwa ni ndogo. Impact yangu ipo kwenye small niche ya watu fulani, and that's it. Zaidi ya kwenye hiyo small niche ya watu ambao wananisikiliza, kulikuwa hakuna impact sehemu nyingine. Sijui kama tunaelewana. So hapa kuna vitu viwili. Naposema impact, kwa namna nyingine kuna technical side ya hip hop and then kuna commercial side ya muziki. Tuelewane vizuri. Technical side ya hip hop na commercial side ya muziki. Kwenye technical side ya hip hop ndio tunazungumzia hip hop communities. Kuna ile yes, Nicki ametoa sijui Where is my crown at, Nay wa Mitego, kuna moja hapa alinitumia sijui kelele za mashabiki, Babu Talent. Yes, zilikuwa ni diss noma, lakini impact ilikuwa ipo kwenye society ya hip hop. So kwenye technical side ya hip hop Nicki uko sawa. Wote tunajua Nicki ni lyricist. Hicho kitu tunampa 100%, sawa. Tukija katika commercial side ya muziki, sio hip hop, commercial side ya muziki, diss zake nyingi hazijatoka nje ya mipaka ya community za hip hop. Mfano mzuri nizungumzie Playboy ya Nicki. Playboy ya Nicki ndio ngoma pekee naweza nikasema yenye impact kubwa sana kuliko nyimbo nyingi za Nicki Mbishi, because hiyo nyimbo ilikuwa ni hit sio tu kwenye community ya hip hop, ilikuwa ni hit mpaka nje ya community ya hip hop. Hiyo ndio impact ya Nicki na hizo diss zake ni niche ya watu wanaopenda hip hop. Lakini nje ya hip hop ni wangapi mnakumbuka diss za Nicki? Let's be honest. Lakini ni wangapi mnakumbuka diss za Pima Wenge? Ni wangapi mnamkumbuka Max Cortez? Kuna kipindi hapa Calligraph alitoa Bongo Fever, si ndio? Watu wengi wakawa wanatoa diss, wanamdiss Calligraph. Lakini wengi mlikuwa mnatamani Max Cortez amjibu Calligraph. Kwa nini hamkutamani Nicki amjibu Calligraph? Kwa nini kila mtu ilikuwa Max na Max hakujibu? Calligraph mwenyewe alikuwa anajua kabisa kwamba Max akijibu itakuwa ni noma.
kuna story Max aisha kuzungumzia. Unajua Khaligraph mwenyewe alimcheki akamwambia mzee, hii kitu bana, for the culture, it's a sport, don't reply. You get what I mean? Because alikuwa anajua like Max akireply it's a bomb. That's the difference between barbed wired bomb na nuclear bomb. Nuclear bomb inaweza ikapigwa Dar es Salaam mpaka watu wa Nairobi ikawa affect. Impact. This ya Khaligraph kwa Tanzania rappers ilikuwa na impact, ndio maana watu wengi walikuwa wanamjibu. Conversation almost 2 weeks kwenye social media, kila kitu, everybody was talking about Khaligraph Jones. Hiyo ni impact. Sio niche ya watu wachache walikuwa wanamzungumzia Khaligraph Jones. Everybody was talking about Khaligraph Jones. Impact. Khaligraph Jones alimdiss Black Bones wa Nigeria. Everyone was talking about that diss. Best rapper in Nigeria. Max amefanya the same kwa Casper Nyovest, amefanya the same kwa sijui rapper gani wa Senegal, amefanya the same kwa Young Lunya, amefanya the same kwa Motra the Future, Disaster. Wote tunajua kitu ambacho alichokifanya kwa Rapture. The same as kwa Rapture, kitu ambacho alikifanya kwa Disaster ilikuwa ni bonge moja ya move ya kujiamini. Hawa ni marapa wawili, ni MCs wawili katika weight tofauti, lakini Rapture alijiamini na kufanya hicho kitu, ndio maana mimi nimemweka kwenye list. You understand? Motra the Future hatuwezi kukataa. Motra the Future akitoa diss zinakwenda kuliko hata ngoma zake. Motra akitoa diss lazima kuna siku kama 2 kama 3 kila kitu kinakuwa ni Motra. Pima Wenge 46 it was heavy. Kwenye voice note ya Nicki ambayo amenitumia amesema the reason why hata hiyo ngoma ya Pima Wenge ilivyokuwa kubwa ni kwa sababu alimuongelea nani? Alimuongelea yeye Nicki. Exactly. Hiyo ndio impact tunaongelea. 46 ya P ilikuwa all over, iliingia mpaka trend, interviews, kila mtu alikuwa anaongelea 46 ya P. Drop down your comment uniambie ni ngoma gani, ni diss gani track, ni diss track gani ya Nicki ilishaye kutoka ikaleta impact kama ya hawa watu watano ambao mimi nimewazungumzia. Kuna mmoja hapa aliongea, Elisha James. Elisha James aliongea kitu ambacho ni fact. Sawa. Elisha James alisema hivi: ukweli ni kwamba Nicki hajawahi kudedicate the whole song kwa mtu mmoja. Huwa anachapia line kadhaa na kusonga. Kwa hiyo sio mtu wa diss track kivile. And that's the fact. Where's my crown at? Alikuwa amechana watu wengi, unajua. Kwa sababu kuna watu wengi wanaamini ile ilikuwa sio ni diss ya wakazi. Hapana, ilikuwa diss ya wakazi peke yake. Alikuwa amechana watu wengi. But let's be honest, where is the impact wakati ngoma imetoka? Because according to Nicki alisema before social media kulikuwa na diss kubwa ambazo zilikuwa na impact, lakini just because kulikuwa hakuna social media haimaanishi kwamba hizo diss hazikuwa kubwa. Yes, alikuwa na fact, but hata inaniuma sana ya Juma Nature ilikuwa ni diss track na kipindi inatoka kulikuwa hakuna social media, but ilikuwa ni kubwa. Tukizungumzia zile diss track bora za miaka yote, hawezi kuacha kuitaja inaniuma sana ya Juma Nature ambayo ilikuwa ni diss kwa Sinta. Kulikuwa hakuna Facebook, hakuna Instagram, hakuna TikTok, lakini still the track was big. Stucky Dem Juma Nature pia I think ilikuwa ni diss. Tuzungumzie ngoma ya Rado. Ngoma pekee ya Rado ambayo kila mtu anaijua, maana baada ya Usiulize sijai kumfuatilia Rado tena after that, but Usiulize ilikuwa na huge impact. Ndege tunduni, mshike ndege tunduni. Wote mnakumbuka movement ya Mr. 2 Sugu, Antivirus, Vinega. Drop down your comment uniambie ni wasanii gani watano kwako ni noma ikija kwenye swala la diss song. So mimi naitwa till next time. It is what it is.